kubwa sana ya uvamizi wa tembo, na jambo hili tunalipambana nalo, lakini tumepoteza ndugu zetu wamefariki. Na hata jana tumemzika kijana wetu mwalimu wa shule ya msingi Longaloniga kwa kukanyagwa na tembo. Wananchi waliokufa kukanyagwa na tembo zaidi sasa ya wako 17. Mazao hekta zaidi ya 400 zilizovurugwa na wanyama. Magunia kwa magunia ya chakula yamevurugwa na wanyama hawa. Watu wamekufa, watu wamepewa ulemavu. Tumepambana katika hatua ya serikali. La kwanza tulilolifanya ni kuhakikisha kwamba viwango vya kifuta machozi na kifuta jasho vimepanda kutoka milioni 1 mpaka milioni 2 kwa kifuta machozi, na kwa kifuta jasho kutoka 500,000 mpaka milioni 1, na kwamba kila mwananchi anapofanyiwa uharibifu aweze kulipwa kwa wakati. Kila mwananchi anapofanyiwa uharibifu aweze kulipwa kwa wakati. Malipo yote yale ya nyuma ya kuanzia mwaka 2024 na kurudi, tulisimamia serikali yakalipwa milioni 104. Lakini sasa hivi tuna madai ya milioni 95. Tutasimamia malipo haya ili wananchi wote wanaodai waweze kulipwa. Lakini tumejenga vituo vya kuzuia tembo Ng'anga milioni 129. Marwiro milioni 80. Tumeweka na kituo kingine Mbugabanya kwa ajili ya kuzuia tembo. Lakini hatujafanikiwa kuwazuia hawa tembo kwa kiwango kinachotakiwa. Bado wanakuja kwenye maeneo yetu, bado wanaumiza wananchi wetu. Na kwamba Mwandoya oye! Kwa hiyo nini tunachotaka kufanya? Mwandoya oye! Nini tunachotaka kufanya? Watafiti wanaendelea kufanya utafiti. Tujue ni sababu gani zinazowafanya hao wanyama watoke wengi kiasi hiki kuja kuvamia maeneo ya wananchi. Lakini pia tuongeze doria, tuongeze idadi ya askari, tuongeze idadi ya magari, tuongeze vijana wa kujitolea kila kijiji kwa ajili ya kupambana na hawa tembo. Tukishindwa kabisa jitihada hizo zote, basi tujenge fence ya kuzuia kabisa. Sasa tusiwe na mawasiliano na hawa wanyama ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisumbua. Hili tutaendelea kulipigania, hili tutaendelea kuwawakilisha na tutalisimamia kuhakikisha kwamba, na ninataka niseme tena kwa watumishi wa umma na wananchi wote, pamoja na changamoto hizi tunazozipata kutokana na uvamizi wa tembo, lakini bado jitihada tunazozichukua, tunaamini kwamba hili jambo tutalitatua. Mwandoya oye! Maendeleo oye! Tuna changamoto ya mnunuzi mmoja katika zao la pamba. Hii kesi haijaisha. Hii kesi haijaisha. Tuna mnunuzi mmoja wa zao la pamba. Kila kata mnunuzi mmoja, kila mkozi mnunuzi mmoja. Utaratibu huu unaondoa ushindani. Ukiondoa ushindani, manake hauwezi kupata bei nzuri. Kwa sababu hawezi kushindana, nani atapandisha bei? Bei ya pamba imeporomoka kutoka 1,700 mpaka 1,150. Na sasa tumesikia imepanda, sasa imefika 1,200 baadhi ya maeneo. Sasa kwa nini tuwe na mnunuzi mmoja? Tunasema mnunuzi mmoja akipata changamoto ya pesa, kituo hicho kinaweza kikabaki hata wiki nzima hakuna pesa. Watu hawana mahala pa kuuza pamba yao. Kituo hicho kinaweza kikabaki hata kwa wiki 2 bila pesa. Wananchi hawawezi kupata fedha. Lakini pia anaweza kutokea leo mtu akawa na bei nzuri ya pamba, ataambiwa wewe hapana, kata ya Mwandoya ina mnunuzi. Hata kama atakuja na 1,300 kwa kilo, ataambiwa wana Mwandoya kuna mtu.
ndiye anayenunua pamba ya Mwandoya. Hata kama ana bei ya 3,000, anayenunua pamba 1,200 ataendelea, lakini huyu wenye 3,000 atakatazwa kwa sababu kuna mkataba. Huo ni utaratibu wa wapi? Na huo mkataba, Mwandoya wewe, pamba ni ya wakulima. Wizara ya Kilimo hawana pamba. Bodi ya pamba hawana pamba. Huo mkataba wa mnunuzi mmoja umefungwa baina ya nani na nani? Kama ni mkataba, ulitakiwa kufungwa baina ya wakulima wa pamba na yule anayewanunulia pamba yao. Lakini lingine, mkataba gani ambao hauna bei? Tumefunga mkataba wa kuuziana pamba, lazima tuandike bei ni shilingi ngapi katika huu mkataba tunaofungiana. Lakini ni kwa nini ni mkataba tu kwenye pamba? Kwa nini kwenye mkataba hakuna? Kwa nini kwenye mtama hakuna mnunuzi mmoja? Kwa nini kwenye mpunga hakuna mnunuzi mmoja? Kwa nini kwenye mifugo hakuna mnunuzi mmoja? Hili jambo Wizara ya Kilimo ni lazima walirekebishe. Serikali yetu iko kwenye kutekeleza sera ya soko huria, ambao wanunuzi wote tunawakaribisha kuja kununua mazao. Kwa nini leo tunarudi kule tulikotoka? Kwa hiyo tutaendelea kuwasimamia na kuwashauri Wizara ya Kilimo waweze kubadilisha utaratibu huu. Waje wanunuzi wengi, wananchi wanufaike, wananchi wapate faida kubwa. Bei ya pamba ilishawahi kufika mpaka 2,500. Bei ya pamba tulishawahi miatu hii kuzalisha mpaka tani 50,000 za pamba kwa mwaka. Tunataka bei nzuri, wananchi wanufaike na bei nzuri ya pamba na wapate mafanikio. Mwandoya oye!